Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye meza yetu ya michezo. Tujuzane mawili matatu ya kimichezo yaliyojiri katika viunga mbalimbali. Na kama wewe ni mdau wa kiungwana kabisa, unaupenda mpira wa miguu, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kusapoti mpira wetu uzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya kile tulichokuletea katika dawati letu la michezo. Bwana, habari kubwa inatoka kunako viunga vya Msimbazi Simba, ambapo unaambiwa wakati mashabiki na wapenzi wa Simba wakiendelea kujiuliza kilichowakuta katika pambano la dabi ya Kariakoo kwa kulazwa goli 2-0, magoli ya Pacome Zouzoua pamoja na Clement Mzize, kuna taarifa ya kushtua kidogo ambayo huenda mashabiki wa Simba wasingependa kuisikia kuhusiana na kiungo mshambuliaji wa timu hiyo Elie Mpanzu. Kuna nini tena? Nini kinaendelea? Mpanzu ambaye ameibuka kuwa kipenzi cha mashabiki wa klabu hiyo kwa siku za hivi karibuni, inadaiwa anahesabu siku tu chache hapo klabuni kutokana na kunyemelewa na klabu 3 kubwa tofauti za huko barani Ulaya zilizoonyesha nia ya kumbeba kwa kiwango bora alichokionyesha msimu huu uliomalizika, japo Simba wametoka kapa, kwa maana ya kwamba hawajaibuka na kombe lolote. Vyanzo mbalimbali vimeripoti nyota huyo kwa sasa anahitajika na Brest FC inayoshiriki Ligi 1 ya Ufaransa, KRC Genk ya Ubelgiji, sambamba na Malmo FF ya nchini Sweden, zilizoripotiwa kuvutiwa naye na zimeanza harakati za kunasa saini yake. Mpanzu aliyetambulishwa Simba Septemba 30, 2024 akitokea AS Vita Club ya nchini kwao huko DR Congo, alichezea timu hiyo katika dirisha dogo la Januari 2025 baada ya kuchelewa kutokana na usajili kufungwa Agosti 15 tangu ilipofunguliwa Juni 15, 2024. Kwa miezi 6 tu aliyochezea timu hiyo, nyota huyo ameonyesha uwezo mkubwa na kuanza kuzivutia timu hizo za Ulaya zinazohitaji saini yake, ingawa Malecom tunatambua kwamba Mpanzu ni miongoni mwa wachezaji wanaopambaniwa vibaya mno kubakizwa kikosini. Taarifa ambazo Malecom tumezipata zinaeleza kuwa kocha wa Simba Fadlu Davids anavutiwa na uwezo wa mchezaji huyo na anapambana kwa jinsi yawezavyo kwa ajili ya kumbakisha msimu ujao. Ingawa hadi sasa hakuna uamuzi rasmi uliofanyika kuhusiana na watakaobakia ama kuondoka, kwani taarifa bado ziko ndani ya vikao. Maamuzi ya vikao yameshaweka wazi kwamba nani anaondoka, nani anabaki. Kilichobaki ni kufanya negotiation na kutangaza rasmi kwamba nani anaondoka, nani anabaki. Licha ya mkataba alionao, hata kocha mwenyewe bado hajajua hatima yake, kama ataondoka ama atabaki. Hivyo bado ni mapema kuzungumzia hilo, ingawa nafikiria kuanzia Julai katikati tutaanza kujua mustakabali wao kwa wote. Hicho ni chanzo chetu cha Malecom ambacho kimetujulisha habari hiyo. Sababu kubwa zilizoelezwa kutoka katika vilabu hivyo vya Ulaya mpaka kuvutiwa na mchezaji huyo ni kutokana na kiwango bora ambacho alikionyesha, pia hata katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu maskauti mbalimbali walikuwepo wakimfuatilia. Katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu wa 24-25, Mpanzu alifunga bao 1 na kuasisti 2 na kuiwezesha timu yake ya Simba kufika fainali ya CAF Confederation Cup, ikiwa ni kwa mara ya kwanza baada ya miaka 32 tangu walipocheza mwaka 93. Fainali ya msimu huu wa 24-25, Simba ilikosa ubingwa mbele ya RS Berkane ya Morocco kwa kufungwa jumla ya bao 3-1, ikichapwa ugenini 2-0 Mei 17, 2025. Kisha kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar ikatoka sare ya goli 1-1 katika mechi ambayo ilipigwa
Mei 25 mwaka huu 2025. Katika ligi kuu iliyofikia tamati Juni 25, Mpanzu alichangia mabao 10 kati ya 69 yaliyofungwa na kikosi hicho kizima cha Simba Sports Club baada ya kufunga magoli 4 na kuasisti magoli 6, akisaidia kumaliza katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa pointi 78. Simba ilimaliza nafasi ya pili baada ya kufungwa goli 2-0 na Young Africans katika mechi ya kuamua bingwa, ambapo kikosi hicho chenye maskani yake mitaa ya Twiga na Jangwani kilitwaa taji la 4 mfululizo kwa kufikisha pointi 82. Nini maoni yako juu ya hichi ambacho kinaendelea? Mpanzu ananukia barani Ulaya. Je, atakwenda Ufaransa, Ubelgiji ama Sweden? Sisi bado hatujui, lakini Malcolm tutaendelea kufuatilia, na wewe ndiye utakayekuwa wa kwanza kujulishwa hatima ya Eli Mpanzu. Cha kufanya ili uwe wa kwanza kupata taarifa hii ni kusubscribe kwa kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii, kisha bofya alama ya kengele. Hivyo tukipandisha tu taarifa hii, wewe utakuwa wa kwanza, kwani utapata notification ya kwamba taarifa ya Mpanzu ipo hewani. Malcolm tupo kwa ajili yako. Maoni yako ni ya muhimu sana. Nini ambacho unakiona? Simba wambakishe Mpanzu ama wamruhusu aondoke? Na dau inasemekana la kwenda huko Ulaya ni dau nene kweli, ni dau zito, dau limenona. Simba huenda wakashindwa kuvumilia. Malcolm tupo kwa ajili yako. Kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.